Sasa ili kufahamu zaidi, niungane mubashara na mchambuzi Ibrahim Rahbi, anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Rahbi, ripoti hizi kwamba Iran inasitisha mazungumzo na Marekani zinaashiria nini sasa kuhusu mzozo huu? Nashukuru Bwana Ron. Ripoti hii inaashiria kile ambacho dunia inakipitia kwa hivi sasa, ukali na ugumu wa maisha. Umeeleza hapo mwishoni kuwa bei ya mafuta imepanda, imekuwa ikipanda ni kama vile sekunde zinavyopanda. Hivi sasa iko juu ya 100 na kitu. Hii yote ni ishara ya taarifa ya awali ya Irani kuwa imesitisha mazungumzo yote kwa kile ambacho wanakisema kuwa kuna ukiukwaji wa makubaliano ya awali, hasa swala la Lebanoni. Lakini imetokana pia, tangazo lao limetaja vitu viwili au vitatu. Wamesema kuwa watu wa kaskazini mwa Israeli wajiandae ikiwa Israeli itaanzisha mashambulizi makali kuelekea ndani ya Lebanoni. Awali tangazo la Waziri Mkuu Netanyahu lilikuwa limetaka jeshi kuongeza mstari wa kusogea zaidi ndani ya Lebanoni. Nadhani hili ndio limesababisha haya mambo yote kuwa hivi. Rahbi, Marekani na Iran zimeshambuliana tena. Mtu atajiuliza kwa nini, na hii itakuwa na athari gani kwa mazungumzo kati yao? Kumekuwa na athari. Kwanza kumekuwa na lile swala ambalo limekuwa uaminifu. Irani mara nyingi wamezungumza na Marekani kuwa hatupati uaminifu wowote kutoka kwa Marekani, na ndio maana wamekuwa na madai magumu ya usitishaji wa awali. Wanasema mazungumzo ya awali wanataka vitu vingi sana ambavyo Marekani anaona kama kuwa ni kujisalimisha kwa Irani. Lakini Irani wameweka msisitizo kuwa tunafanya hivi kwa sababu Marekani mara kadhaa amekuwa akiahidi bila kutekeleza. Mashambulizi ya pande zote mbili yalianza kuanzia wiki iliyomalizika. Tuliona mashambulizi ya Marekani kwa Irani, Irani wakajibu, Marekani yakashambulia. Lakini wote ni kama vile wamekuwa wakijaribu kukunja mbawa zao wakiepusha, manake mara zote wanatuambia kuwa tuko kwenye ceasefire, tuko kwenye ceasefire. Lakini taarifa fupi ambayo imetoka jioni hii na muda huu nazungumza nawe ni kuwa Donald Trump amesema kuwa amekwisha kuzungumza na Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu kumwambia kuhusu uwezekano na kuheshimu ceasefire ya Lebanoni. Maanake kuwa kama tangazo la Irani limeanza kufanya kazi na Marekani wameanza kuchukua hatua haraka ili kuepusha dunia ya kuingia kwenye wingu zito kabisa ambalo tayari ishara yake imekuwa ni kubwa. Sasa mtu atajiuliza, Rahbi, kwa nini kufikia sasa nchi hizi mbili zimeshindwa kabisa kukubaliana, licha ya kwamba Pakistan na wapatanishi wengine wanajaribu kila wawezalo, lakini Marekani na Irani inaonekana bado hawajapatana? Hakuna anayekubali kupunguza matarajio, na ndio imekuwa shida kubwa sana. Na nimekuwa nikizungumza na wewe mara kadhaa, mara nyingi hapa nakwambia kuwa madai ya Marekani yangekuwa ni ya Marekani yangeshasikilizwa, lakini Marekani anawakilisha madai ya Israeli ambayo ni magumu sana. Nadhani wale walikuwa wakifuatilia mazungumzo haya kuanzia wakati wa Barack Obama mwaka 2013 mpaka 2015 yalivyosainiwa, wanakumbuka ile kadhia iliyokuwa. Sasa hata mara hii Trump wanamsukuma katika njia zile zile walimsukuma Obama, ila tofauti ni kidogo tu kuwa Obama alikuwa ameziba masikio na akaamua kutekeleza. Sasa Donald Trump kufuata maagizo. Sasa shida imekuwa hapo. Matarajio ya Israeli ni makubwa sana kuliko uhalisia ambao unaweza kupatikana. Nadhani ugumu ndio umekuwa hapo. Kwa mtizamo wako, Rahbi, ili suluhu la kudumu lipatikane, nini kinafaa kutokea ili kuridhisha pande zote mbili kwenye mzozo huu? Bila shaka pande zote mbili zipunguze matarajio. Kupunguza matarajio ni kuondoa kile ambacho unakitaka, lakini kama kila upande utazungumza kwa kutaka kile unachotaka kwa 100%, maanake hatuwezi kufika kokote, kwa sababu pande zote zina masharti magumu, na ni masharti magumu kweli kweli ambayo hakuna upande unaweza kutekeleza masharti ya mwenzake. Na kingine zaidi ni kuwa ima wajenge imani. Sasa hapo inabidi nchi zingine ziingilie kati, kwa sababu imani ya Irani kwa Marekani na washirika wa Magharibi imekuwa ni ndogo sana, lakini pia imani ya Marekani kwa washirika wengine ambao wapili wa Irani nayo imekuwa ndogo sana. Nadhani haya ni mambo ambayo yamekuwa ni magumu sana kwenye hili swala. Lakini kingine ni kuwa lazima dunia isimame kwenye mstari wake. Dunia iache double standard, na mwenye haki yake apewe haki yake, na yule ambaye si haki yake aambiwe hii sio haki yako. Lakini kama bado tutajaribu kuamini kuwa nguvu inaweza ikatatua matatizo, basi tutaitumbukiza dunia kwenye maeneo ambayo hatuwezi kuitoa. Shukran sana. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi, tukisema naye kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akitupa tathmini ya kina kuhusiana na mzozo wa Iran na Marekani. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.